Naitwa Mr. Mengi, unaweza ukaniita Mr. Kisiki ama daktari wa mapenzi. Leo nakuletea simulizi nzuri sana, simulizi ambayo inamhusu dada mmoja julikanaye kwa jina la Joyce. Joyce anasema alikuwa anafua nguo zake na kufanya usafi wa mazingira, huku akiwa na shauku kubwa kabisa ya kwenda kwa dada yake baada ya kusikia kwamba amemtafutia kazi. Joyce anaendelea kutuambia, kusema ule ukweli, mimi shule sikwenda mwenzenu na nimehangaika kutafuta kazi mpaka nimeshakata tamaa. Joyce anasema hivyo baada ya dada kunitafutia kazi, kwa kweli nilichangamkia fursa na wala sikutaka masihara juu ya hilo. Joyce anaendelea kusema, anasema kwamba ninaishi na mama tu, baba amekwisha fariki dunia. Na toka baba alipofariki, kwa kweli hali yangu imekuwa mbaya sana, sio ya kusimulia kwa kweli. Hapo ndipo niliamua nianze kutafuta kazi. Joyce anaendelea kusema, basi baada ya kupata mchongo ule wa kwenda kwa dada, kwa kweli nilifurahi sana, na safari ilianza asubuhi na mapema kuelekea kwa dada. Joyce anaendelea kutuhabarisha na kutuambia simulizi yaliyomkuta. Joyce anaendelea kutuambia na kusema kwamba wakati anakwenda kwenye gari, kila mmoja alimshangaa Joyce kwa kweli kwa ushamba wake. Joyce anasema maana kila kitu kilichokatiza mbele yangu nilinunua kwa kweli, mpaka nilipofika kwa dada, hapo tumbo langu lilikuwa limejaa kwa vyakula na kalimati na kapile za njiani, hata hamu ya kula sikuwa nayo kabisa. Joyce anaendelea kutusimulia kwa kusema kwamba kwanza, kitu ambacho siwezi kusahau katika maisha yangu ni usia wa mama yangu mzazi, maana alinipa usia mzito sana, si wa kueleza kwa kweli, ila acha twende kwenye story alafu utaifahamu vizuri kiundani zaidi. Joyce anaendelea kutuambia kwamba nikiwa stendi na msubiri dada aje kunipokea, kuna mkaka mmoja alikuja, alionyesha kama anaangaza kitu eneo lile. Joyce anaendelea kusema, kwa kuwa nimekaa muda sana sijamuona dada, ilibidi nimuite yule mkaka na kumuuliza, samahani kaka, nilikuwa nauliza kama utakuwa na simu unisaidie, kuna mtu namtafuta. Kwanza tambua kuwa nimetoka nyumbani, sina simu, Joyce anasema, ila kwa kuwa mama alikuwa ameshaongea na dada, hivyo haikuwa tatizo, ila nilipewa namba na mama, nikifika mjini nimtafute dada. Joyce anasema ina maana niombe simu ili niweze kuwasiliana naye, na ndio maana Joyce anasema alipomwona huyo mkaka alimtaka samahani na kumwomba simu ili apate kuwasiliana na dada yake. Joyce anaenda na kuendelea kutusimulia. Joyce anasema yule mkaka alionekana kama si mwaminifu kabisa. Nilimtilia mashaka, akaniuliza, dada, kwani wewe unaitwa nani? Joyce anasema nilimtazama kabla ya kumjibu, maana niliona kama kuna kitu anataka kutoka kwangu, na kwa nguo nilizokuwa nimevaa, kwa kweli Joyce anasema nilionyesha kuwa mimi ni wa kijijini kabisa, wala sifai kuwa wa mjini, hivyo ikawa ni rahisi sana kwa mimi kutapeliwa. Joyce anaendelea kuzungumza na kutuambia kwamba sikujua yule kaka ni nani, lakini kwa kuwa nilikuwa nimeshika mizigo yangu, haikuwa shida kabisa. Nikamjibu yule kaka kuwa mimi naitwa Joyce, na pia nikamuuliza je, yeye anaitwa nani? Yule kaka akasema, mimi naitwa Baraka, natokea Matama Yuwele. Je, ningependa kukufahamu kiundani zaidi. Joyce anasema nilishindwa kuelewa yule kaka anataka nini
kwa hasira kuwa, kwani kaka, kuna tatizo mimi nikiomba simu? Yule kaka akanijibu, hakuna tatizo, ila nilikuwa nahitaji kitu kutoka kwako. Joyce alivyoona maswali yale, moja kwa moja Joyce anasema, mimi nikajua ni mapenzi tu anayotaka, na nikakumbuka husia wa mama, nikaamua kumfyonza na kuondoka zangu, nikiendelea kutafuta simu ili nipate kumpigia dada yangu. Baada ya kuzunguka kwa muda bila kupata simu, Joyce anasema, kwa kweli nilichoka mbaya sana. Nilichoka zaidi. Muda unaenda sana na mpaka sasa ni saa 3 usiku. Watu wameanza kupungua stendi. Joyce anaendelea kutusimulia. Sasa nikiwa nimekaa na kula mapozi hivi, mara ghafla kuna basi lilikuwa limefika na linashusha abiria, nami nikajichutumua hivyo hivyo kuifuata, maana hapo ndio nilijua kuwa kutakuwa na msaada wangu. Joyce anaendelea kusema, abiria wengi walishuka na niliwahi kuomba msaada. Kwa bahati nzuri nilimuona kuna mama fulani hivi. Nilipojieleza akanipa simu, nami nilichukua simu haraka sana ili niweke namba yangu na nianze kuwasiliana na dada. Joyce anasema, ujinga niliofanya kuinuka pale nilipotoka nimekaa, alafu nikaacha mabegi yangu pale pale. Sasa ile nataka niweke namba tu ya simu, si nikageuka ili niendelee, ili niende nikachukua ule mkoba, nichukue namba kutoka kwenye mkoba ili nipige simu ya dada. Anasema Joyce alipogeuka, mkoba ulikuwa na zile namba pamoja na pesa. Ajabu ni kwamba mabegi yote hayakuwepo. Nilijikuta napiga kelele kama mwehu. Joyce anaendelea kutuambia, akasema, mpaka wale abiria walibaki wakinitazama, na aliyeniibia ni yule kaka niliyomfunza, maana alikuwa ameketi pembeni na alipoinuka ndipo akaniibia. Kwa kweli nilipiga kelele sana. Joyce anaendelea kutusimulia mkasa wake. Anasema yule mama alininyang'anya simu yake na kuondoka. Hakuna aliyenipa msaada, maana hata sura ya mvuto kwa wanaume sikuwa nayo. Joyce anaendelea kusimulia na kusema, kila aliyenitazama alijua mimi ni mwizi tu au chokola, na watu wote walitawanyika pale, nikabaki peke yangu nisijue cha kufanya ni nini. Joyce anaendelea kusema, nilihofia kuporwa na vibaka, hivyo nilipoona hali imekuwa mbaya niliamua kulala pale pale stendi, kwa kuwa sina shuka na nipo mimi kama mimi, sikuwa na namna yeyote ile. Joyce anaendelea kutusimulia kwa kusema, sasa nikiwa nimelala pale nilisikia kuna mtu anapiga makofi. Nilipoinua kichwa changu, kumbe alikuwa ni yule kijana niliyemfunza yule. Alicheka sana yule kijana na kusema, furaha yangu kwa sasa, vitu vyako ninavyo, na ukitaka nikupe, twende ghetto. Joyce anasema nilishtushwa sana na kauli yule kijana. Kijana aliendelea kuniambia, nakuomba twende ghetto, nilipopanga ukalale, asubuhi ndio nakupa, unaondoka zako. Joyce anasema yule kijana aliniambia maneno hayo ili mradi tu apate penzi kutoka kwangu, na kumbe yeye alichukua vitu vangu kama mtego. Joyce anaendelea kunisimulia na kutusimulia sote kwa pamoja kwa kusema kwamba kwa kuwa sikuwa na namna, ilibidi nikubali tu kwenda kulala kwa yule mkaka,
lakini hata hivyo nikisema nikatae, namba za dada nitazipata wapi wakati zilikuwa kwenye mkoba wangu na vyote amevibeba? Sasa hakuna namna hapo. Joyce anaendelea kutusimulia na kusema, Joyce anasema niliongozana naye mpaka kwake yule kijana, huku nikiwa natokwa na machozi, maana sikutegemea kama angeweza kunifanyia ujinga kama huo. Joyce anasema kweli jiji la Dar es Salaam sio poa. Yaani kukurupuka huku sio kuzuri kabisa. Yaani ukija Dar es Salaam basi huwe na sababu zako maalumu na ujipange juu ya hilo. Joyce anaendelea kusema, anasema Joyce, baada ya kufika nyumbani kwa yule mkaka, alifungua mlango na kunikaribisha, lakini akiwa ananikaribisha niingie ndani, nilipomtazama kwenye suruali yake, kwenye zipu, niliona muogo ukiwa umesimama moja kwa moja. Nikajua huyu anataka kunifanyia kitu mbaya kidogo. Joyce anasema sijawahi kufanya kitendo cha aina hii kabisa. Yaani bado ni bikra mimi, halafu bikra yangu aitoe huyu mpuuzi mmoja tu. Siwezi kukubali. Joyce anaendelea kutusimulia. Joyce anasema kabla sijapanda gari kuja mjini, nakumbuka mama alinipa darasa moja zuri sana pindi ninapokutana na matatizo, hasa kwa wanaume. Anasema Joyce, mama aliniambia mwanamume akinifosi tufanye mapenzi, hivyo nami nitumie njia au mbinu ile ambayo yeye amenifundisha. Kwa hiyo kwa siku hiyo Joyce anasema niliona nitumie ile mbinu ambayo mama aliniambia ili nijikwamue kwenye jambo hili zito ambalo limenikuta. Joyce anaendelea kutusimulia. Joyce akisema maneno mazito kweli, na kijana huyo anaonekana kuna kitu anataka. Joyce anatuambia nisiwafiche jamani, nisiwafiche ndugu wasikilizaji. Mama alinipa dawa ya unga kwa ajili ya kumwekea mwanamume yeyote, na dawa ile atakayevuta, yani mwanamume yeyote atakayevuta ama mwanamke, atalala kama amekufa. Yaani usingizi mzito utamkumba. Sasa swali ni kwamba dawa ipo kwenye mkoba ambao yeye ndiye ameuchukua. Joyce anatuambia hapo nilikuwa na wakati mgumu sana kujua kwamba kitu gani ninaweza nikakifanya. Na Joyce anasema dawa ile ilikuwa ipo kwenye mkoba na mkoba huo ameuchukua. Joyce pale alikoa kidogo na kuona sasa anashindwa afanye nini. Anasema huyu kijana niliamua kujifanya kana kwamba ngoja nimtimizie haja yake, kwa sababu mkoba anao yeye na dawa iko ndani ya mkoba. Je, mimi nitafanyaje? Akaona ngoja nijilegeze kwa huyu kijana, nijifanye nimelainika vile, na nina lengo ya kufanya mapenzi na yeye. Umeona? Joyce akajifanya hivyo. Joyce anasema nilipoingia ndani nilikuwa naonyesha hali hiyo ya kuwa kwamba mimi nahitaji naye kufanya naye mapenzi, kwa sababu bila ya kufanya hivyo sitopata mkoba ule ambao una dawa aliyenipa mama. Joyce anaendelea kusema alianza kunichezea kama ilivyo ada katika mahusiano ama ya kimapenzi. Kanichezea, kisha anasema akashusha nguo zake, na nilipoona amezidiwa nikamwambia kwa sauti ya chini kabisa ya kimahaba, baby, nipe mkoba wangu kwanza mara moja, naomba tu baby, afu nakurudishia. Joyce anasema niliongea sauti ya kitandani hasa. Yule mkaka akaniuliza, unataka mkoba wa nini? Joyce anasema
ililegeza macho na kumwambia, jamani baby, nielewe basi. Mimi pia na hamu na wewe. Nipe mkoba wangu kwanza. Yule kijana, Joyce anasema, akanipa mkoba na kunitazama kwa umakini, nami nikaufungua, kisha nikazamisha mkono na kufungua mfuko wa dawa. Joyce anaendelea kusema, na ile dawa ikatapakaa kwenye vidole vyangu. Kisha nikasema kuwa haya, nilikuwa nataka kitu nimekikosa, ila itakuwa nimekisahau nyumbani. Joyce anasema nilimjibu hivyo. Basi nikamwambia, rudisha mkoba baby. Joyce anasema nilimwambia hivyo, lakini wakati huo vidole vyangu vimekwisha tapakaa dawa ile ambayo niligusa mule katika ule mkoba. Joyce anasema yule kijana akarudisha mkoba na kurudi kwangu akiwa na hamu ya kunipakua vizuri, yani ya kunipa mambo yake, yani ya kufanya mapenzi na mimi. Yani hatari sana. Joyce anaendelea kusema, basi nikaanza kumpa mate, kufanya romance ili mradi mapenzi yaendelee. Joyce anasema sasa tukiwa tunabadilishana mate, huku vidole vyangu vile vilivyokuwa na dawa nikavipitisha puani kwake kwa nia au dhumuni la kumpaka ile dawa avute harufu, kisha aendelee kupata matatizo juu ya ile dawa. Joyce anazungumza, anasema yule kijana aliendelea kuvua nguo mpaka akamaliza, nami nilianza kujibalagua pale kana kwamba nataka nifanye mapenzi na yeye. Basi Joyce anasema nataka kuvua nguo, hapo nasubiri tu majibu ya dawa yaanze kumuingia vizuri. Joyce anasema nikiwa najibaragua pale nikashangaa yule kijana ameanza kurembua macho. Nikajua sasa dawa imemuingia vizuri. Basi nikapanda juu yake huku nikimchezea kifua chake, hatimaye mpaka alipitiwa na usingizi. Nikajaribu kumuita lakini hakuitika. Joyce anasema nikajua sasa hii tayari dawa imekwisha pamba moto. Joyce anaendelea kutuambia, anasema nilichukua mabegi yangu na kuondoka zangu haraka, na ukumbuke ilikuwa ni usiku sana wa saa 4. Nilitoka nje na kuondoka zangu, lakini nilikumbuka kuwa sina simu. Nikarudi ndani kwa yule mkaka, nilichukua simu yake. Sasa baada ya kuingia ndani tu nikachukua simu na kutoka. Ile nafika tu mlangoni, Joyce anasema nakutanisha macho uso kwa uso na mkaka mwingine ambaye alikuwa ni rafiki yake na yule mkaka aliyezimia pale. Kichapo kinaendelea. Joyce anasema niliwaza sana, nikasema bora pale nilipotoka mara ya kwanza ilikuwa ni wakati sahihi wa mimi kuondoka, na sikufanya hivyo. Basi nikakutana na huyo mkaka. Joyce anasema nilibaki nimesimama kama mlingoti, yani mlingoti ambao uliogongelewa misumari, huku nimeshikilia mabegi na simu ya yule mkaka niliyomwekea dawa. Joyce anaendelea kusema, yani kwa kweli ilikuwa ni wakati mgumu kweli kweli. Joyce anaendelea kutusimulia, anasema nimekutwa nikitaka kuiba simu ya yule kijana niliyemwekea dawa ya usingizi, yule rafiki yake. Na huyo kijana alikuwa amesimama mlangoni, akanitazama kwa hasira sana, akaniuliza, vipi, mbona kama sikuelewi wewe? Mbona sikuelewi dada? Alafu mbona mkononi umeshika simu ya rafiki yangu? Unaipeleka wapi?
Joyce anasema kiukweli sikuweza kumjibu kwa kweli, maana tayari siri imekuwa si siri tena, imekuwa Sri Lanka, yaani imebadilika. Nikasema yaani leo nimeingia cha kike. Yule kijana akaendelea kunambia, dada, nakuuliza, imekuwaje umeingia humu ndani? Joyce anasema aliniuliza yule rafiki yake, na yule mkaka nilimwekea dawa puani. Nilishangaa sana, yaani nilikosa jibu kwa kweli, yaani sikujua kitu gani kitaendelea, kwa sababu yule mkaka nilishamwekea dawa, na maswali huyu aliyenifuma hapa anaendelea na maswali. Sasa nifanye nini? Hali ilikuwa ngumu kwa kweli. Sasa pale nilikosa cha kumjibu. Yule mkaka akaingia ndani, akafika mpaka ndani, alibaki ameshangaa sana, maana mwenye chumba alimkuta amelala fofofo. Mimi nimechukua simu, ina maana amelala usingizi wa aina gani kwa kweli? Huyo kijana aliishiwa pozi kwa kuona tukio lile na kumuona rafiki yake amelala fofofo, na mimi nimechukua simu, maana hakujua nini kimemkuta rafiki yake, bila kujua kuwa nimemwekea dawa yule mkaka. Basi yule mkaka rafiki yake, yule mkaka anamwekea dawa. Sasa rafiki yake Joyce anasema alimwamsha rafiki yake kwa muda sana, baadaye ndiko akaamka, lakini bado dawa ilishika moto. Aliinuka na kuanguka chini huku jasho likimtoka. Kipindi yule rafiki yake anahangaika kumwamsha, mimi nikafungua mlango haraka haraka na kutoka nje nikapiga kelele nipate msaada. Joyce anaendelea kusema, maana nimeshashikwa tena, lakini haikunisaidia ile kelele nilizokuwa nimepiga. Yule rafiki yake wa yule kijana nilimwekea dawa puani akatoka na kunikimbiza. Joyce anaendelea kusema, kisha akanikamata. Aliponikamata akanifumba mdomo na kunisinya vizuri kabisa katika kiuno, akinisihi nirudi ndani kwa kuwa yeye ni mtoto wa kiume. Joyce anasema nilirudi, sikuwa na namna kwa kweli. Mimi mwenyewe tu nilinyooka kwa sababu mwanamume ni mwanamume tu. Joyce anaendelea kutuambia, sasa nilipofikishwa ndani, bana uwezi amini, yule mkaka nilimwekea sumu akaamka baada ya kumwagiwa maji ya baridi na rafiki yake. Alikurupuka kama amekimbizwa vile. Hapo ndipo niliona sasa huu ni mtihani. Rafiki yake akaanza kumuuliza, vipi, mbona unalala kama umekufa? Kwanza Shem yupo? Yule kijana akamjibu, shemeji yako bwana ameenda chimbo, anarudi asubuhi. Nimejikuta tu mwanangu, nimepitiwa na usingizi. Vipi kwani? Mbona usiku? Yule rafiki yake akamjibu, nilikuja kukuletea chaja ya simu ulionipa asubuhi. Nafika hapa na mkuta huyu dada ndani mwako anataka kutoka, ameshika simu na mabegi. Ina maana umeniwekea dawa wewe dada, ili nilale, si ndio? Uniibie. Yule mkaka akashtushwa sana kwa tukio lile. Joyce anasema aliniuliza yule mkaka, nilimwekea dawa puani, nami sikusita kumjibu, japo nilikuwa naogopa sana. Nikamjibu kuwa samahani kaka, samahani kaka, yaani mimi sitaki kufanya mapenzi na wewe, please, samahani kaka. Joyce alimjibu yule kaka. Joyce anasema niliongea huku nikitokwa na machozi kwa uchungu. Yule kaka akanitazama kisha akasema, sasa tunafanya mapenzi na wewe humu ndani,
kwa sababu unajifanya mjeuri sana wewe na unajifanya mjanja sana wewe. Sasa sisi tutafanya mapenzi na wewe. Joyce anasema wote kwa pamoja wale walisema kwamba leo sasa, kutokana na tukio ulilofanya, basi sisi tutafanya mapenzi na wewe sote wawili. Joyce anaendelea kusema, nililia sana kwa kweli, lakini haikuisaidia kitu. Na hatua ya mwisho walianza kunivua nguo. Nilipambana, lakini walinizidi nguvu. Walinipiga na kunisinya kwenye mapaja, walinifinya kwenye mapaja mpaka wakanivua nguo zangu. Joyce anaendelea kutusimulia kusema, walinivua nguo zote kabisa. Wakiwa wanaendelea kunivua nguo, ghafla simu ya yule kijana sasa niliyemwekea dawa kwenye pua ikaanza kuita. Joyce anasema, na yule kijana wakati simu yake inaita, niliyemwekea dawa alisitisha kabisa lile swala la kunivua mimi nguo na akapokea na kuweka loudspeaker. Nikasikia akiongea na mwanamke fulani hivi. Bosi, shikamoo. Marhaba, vipi, umelala? Bado. Vipi, kuna tatizo bosi? Ndio, kama unaweza kunisaidia, naomba unisaidie hili tatizo, sawa? Sawa. Niambie tu bosi wangu, wewe ndiye unaenilisha hapa mjini. Nieleze tu tatizo gani uliokuwa nalo. Joyce anasema mahojiano yakawa yanaendelea baina yule mkaka nilomwekea dawa pamoja na bosi wake. Bosi akaendelea kusema huku nasikiliza mimi kwa sababu aliweka laudi. Sikia nakwambie, kuna mdogo wangu amekuja Dar es Salaam sasa, nimepotezana naye. Naomba uende stendi ukamtafute. Kijana alinitazama kisha akaniuliza. Joyce anasema kijana yule alinitazama sana kisha akaniuliza. Akanitazama akasema, wewe unaitwa nani? Mimi nikanyamaza kimya. Lakini yule kijana akauliza swali vizuri kwa yule dada ambaye alimpigia simu. Sawa. Kwani mdogo wako anaitwa nani? Na yuko vipi? Yule dada akaanza kumjibu. Anaitwa Joyce, ni mrefu kidogo, wa wastani na mweupe. Yaani yuko hivyo yani. Joyce anasema kwa maelezo ya yule mdada, yule mkaka alianza kupata picha. Wakati dada anaanza kumwelezea jinsi alivyo, anasema dada alikuwa akimwelezea yule mfanyakazi wake. Anasema ni mweupe. Kwa maelezo ya mama, amevaa mtandio mweupe na ameshevu nywele zake kwa panki, ile minyoyo ya zamani, unatoa nywele upande wa kushoto na kulia, zakati unaziacha. Basi yule mdada akaendelea kuwasiliana na yule kijana. Yule kijana akasema akaguna kidogo. Kijana, Joyce anasema, alinitazama maana sifa zote ninazo, na aliniuliza jina langu. Nikamjibu naitwa Joyce. Hapo alishua pause kwa kweli, akaona kumbe huyu ni mdogo wake na bosi wangu. Okay. Basi Joyce anasema kijana yule alishua pause maana alitaka kunibaka. Kumbe mimi ni mgeni wa bosi wake ambaye ni dada yangu. Joyce anasema ukikumbuka vizuri katika maelezo yangu, mimi nimekuja mjini kwa dada. Kwa bahati mbaya tumepotezana kimawasiliano. Basi Joyce anasema yule kijana alinitazama kwa jicho la aibu sana, maana kitendo alichokuwa anataka kunifanyia sio kizuri kabisa, na isitoshe mimi ni mgeni wa bosi wake. Joyce anasema mimi nilikuwa mgeni kabisa, yaani Dar es Salaam sikuwahi kufika hata siku moja.
na kitendo kile alichotaka kunifanyia ni kizito sana, na bila kujua kwamba mimi ni mgeni wa bosi wake ambaye mimi ni dada yangu. Joyce anasema alipogundua hivyo aliamua kuacha lile zoezi la kunivua nguo, kisha akasema, dada, jiandae ukaoge nikupeleke kwa dada yako. Joyce anasema alisema yule mkaka kwa jicho la aibu sana, nami niliinuka na kumwomba anielekeze bafuni nikaoge. Joyce anasema nikaelekezwa bafuni, kisha nikaingia na kujipiga maji mule. Baada ya kutoka kuoga sasa, Joyce anasema aliniambia niingie chumbani nikabadilisha nguo, nami nilifanya kama alivyoelekezwa. Basi Joyce anasema yule mkaka alivyoniambia vile, nikiwa chumbani nabadilisha nguo, ghafla nikasikia simu ya yule kijana ikiita, kisha akapokea. Kumbe aliyempigia alikuwa ni dada. Unaona? Joyce anasema kwa kuwa aliweka loudspeaker ilikuwa rahisi kumsikia. Alisema yule kijana alikuwa anaweka loudspeaker. Mawasiliano yakaanza baina yule kijana na dada yangu. Wakati huo Joyce anasema mimi nibadilisha nguo kule chumbani. Hello boss. Hello boss. Dada akasema, sasa nisikilize kwa umakini sana. Hakikisha unampata mdogo wangu Joyce, ikiwezekana tangaza kwenye redio. Atakayempata kuna pesa shilingi 500,000 za Kitanzania. Umenielewa sijui? Da? Joyce anasema alisikia loudspeaker ikizungumza sauti ya huyo dada yake akimwelekeza yule kijana kwamba ikiwezekana atangaze redioni ili mradi yule Joyce apate kupatikana. Joyce anaendelea kutusimulia, anasema kijana alishindwa amweleze nini dada yake na Joyce, maana mlengwa anayetafutwa ndio mimi na nipo naye. Joyce anasema alikuwa na wakati mgumu sana. Joyce anasema basi wakati namaliza kupaka mafuta na kubadilisha nguo, cha ajabu yule kijana aliongoza na kumpigia dereva taxi, akaja moja kwa moja na tulipanda mimi na yeye, kisha tukaondoka, na sikujua ananipeleka wapi usiku wote huu. Joyce anaendelea kusema gari lilisonga mpaka tukafika kwenye hoteli moja hivi iliyo karibu na lile eneo, kisha tukashuka na kuingia ndani. Joyce anazungumza, mimi na yule mkaka tukafika mpaka mule ndani. Joyce anasema kwa fikra zangu nilijua kuwa huenda dada ndio anaishi kwenye ile hoteli. Basi tuliingia kwenye ile hoteli, na cha kushangaza kwenye ile hoteli kulikuwa na watu wengi sana. Joyce anasema watu wale walikuwa wakifurahi, na wengine wapenzi walikuwa wakienjoy pale, na wengine wako wenyewe tu wamekwenda kuenjoy. Joyce anaendelea kutusimulia na kutuambia kwamba tulipofika ndani sasa ya hoteli, yule mkaka alinipeleka kwenye chumba changu cha kulala. Kumbe amenileta kulala, na tulipofika ndani ya sikuamini, kulikuwa na kila kitu. Kitanda cha 6x6, Joyce anasema madikodiko kibao yalijaa pale. Na yule mkaka akaniaga kwa kusema, dada samani kwa nilichokuwa nataka nikufanyie hivyo, kesho nitakupeleka kwa dada yako, usimweleze habari hii, sawa? Joyce anasema nilitabasamu kidogo baada ya kuniambia jambo kama lile, kisha nikasema sawa, hakuna shida, hakuna tatizo, nimekuelewa, usiwe na shaka. Joyce anasema yule kaka akamaliza kwa kusema basi kwa heri,
kesho nitakuja asubuhi sana kukufuata. Joyce anasema yule kaka akaondoka zake. Sasa ukumbuke mimi nimetoka kijijini. Joyce anaendelea kutusimulia. Sina hata moja ninalolijua. Kiufupi ni kwamba ni mshamba mimi, umeona, ya jiji la Dar es Salaam. Sijui chochote kwa kweli. Na cha kuchekesha, nikiwa ndani nikitazama ukutani katika kile chumba cha hoteli nikakuta TV na remote. Sasa sijui kuwasha TV, na pembeni Joyce anasema kulikuwa na redio kubwa tu. Na pia nilipotupa macho mezani nikaona kuna hotpot nyeupe hivi. Nikasogea na kuifunua. Ndugu yangu, wacha kama ilivyo. Kulikuwa na pilau katika hotpot hilo. Kulikuwa na masara nzuri kweli kweli na juisi kwa pembeni. Kulikuwa na juisi hatari, juisi nzuri kweli kweli. Joyce anasema bila kuuliza, nilinawa na kuanza kula msosi huo kwa sababu niliona hakuna sababu ya mimi kuchelewa hapa, maana takuta mwana si wangu. Joyce anaendelea kutusimulia akisema, nilikula mpaka nikashiba. Sasa kiherehere nilichokuwa nacho ni kuwasha TV. Sasa kila nilipojaribu nilishindwa. Alafu nikitazama dirishani naona kuna watu wengi kwenye ile hoteli. Joyce anaendelea kutuambia kwamba nikaona nitoke na kumuita kaka mmoja hivi mweupe, kama maji ya kunywa yapo nimeyaona pale. Kwa nilivyotoka nikaenda zangu chini pale nikamkuta mkaka mmoja hivi kama maji ya kunde hivi mweupe. Alipofika nilimwomba aingie ndani na kuniwashia TV. Bila kusita aliingia na kuniwashia, lakini akiwa ananiwashia kuna stori za hapa na pale za kama unavyojua tena. Hakuchukua muda mrefu sana akawa ameshaiwasha ile TV na kuniaga kuwa anaondoka. Kabla hajaondoka nilitoa shilingi 10,000 na kumuita yule kijana na nikampa vizuri tu. Alinitazama kwa mshangao sana. Joyce anasema yule kijana akasema, dada, ina maana kukuwashia TV unanipa pesa? Usifanye hivyo bwana. Nami nijibalaguza kwa kusema, hamna shida kaka, nimeamua tu kukupa, wala usijali. Joyce anasema yule kaka alikataa kabisa kupokea ile pesa na kuniaga kuwa anaondoka. Joyce anasema yule kijana kutoka nje nilikaa vizuri kutazama TV, na ukumbuke ilikuwa ni saa 3 usiku, lakini hata usingizi sikuwa nao kabisa. Joyce anasema na nikiwa natazama TV kuna taarifa ya habari nilikuwa naangalia, maana huwa napendelea sana taarifa ya habari, hasa habari za michezo na mambo mengine. Joyce anaendelea kutusimulia na kutuambia, kama unavyojua tena, usingizi hauna adabu kabisa. Nikiwa naendelea kuangalia TV usingizi ulianza kabisa kuniwinda mpaka macho yakawa mazito kabisa. Joyce anasema alianza kutazama TV na kuanza kusikia habari pale zinazungumzwa katika taarifa ya habari hili zikisema, hii ni taarifa ya habari. Msichana aitwaye Joyce anatafutwa na dada yake aitwaye Mariam aliyepotea stendi kuu ya mabasi. Atakayempata kuna pesa taslim milioni 5 shillings, yani pesa za Kitanzania. Joyce anasema wakati nasinzia kunatazama TV hiyo habari inakuja,
Ilikuwa ni sauti ya msomaji wa taarifa ya habari ambaye alinifanya nifumbue macho yangu na kusikiliza mpaka usingizi ukaniisha. Nikawa najiuliza, ina maana dada amepandisha dau kutoka 500,000 mpaka imefika shilingi milioni 5? Hiyo pesa ameitoa wapi dada? Joyce anasema nikawa najiuliza, siku hizi dada yangu anafanya kazi ipi? Maana kumbe mjini ni kuzuri. Joyce anasema nilivyosikia hivyo nikaona kweli mambo yamekuwa moto kweli kweli kwa dada huko. Joyce anasema ile taarifa habari ikaendelea kusomwa na kusema, dada huyo anayetafutwa ni mweupe na mrefu kidogo, mwembamba, hivyo atakayemuona aje naye. Joyce anasema baada ya kusikiliza mpaka taarifa ile ya habari kuisha, nikawa najiuliza maswali. Nikawa najiuliza maswali mengi sana. Nilijiuliza, ina maana mimi natafutwa kama dhahabu? Yaani milioni 5 sio mchezo, ni nyingi sana. Swali lingine ni kwamba nilikuwa nikijiuliza, dada anafanya kazi gani? Sasa nikiwa nawaza, ghafla tu mlango uligongwa. Niliinuka na kuuliza, wewe nani unagonga? Lakini sikujibiwa. Joyce anasema nikafungua dirisha na kutazama ni nani anagonga. Sikuamini. Alikuwa ni yule kijana aliyeniwashia TV na vijana wengine wawili wamevaa maski zile za kuziba zile usoni. Kumbe yule kijana aliyeniwashia TV alitoa taarifa. Yaani alitoa taarifa baada ya kusikia kuna milioni 5. Kumbe na yeye amelisikia lile tangazo lilotoka katika habari. Joyce anasema aliponiona alihisi anayetafutwa ni mimi kutokana na mazingira aliyeniona. Joyce anaendelea kutusimulia hivyo, akaagiza watu waje kuniteka ili wanipeleke kwa dada wapewe hiyo pesa. Lakini mbona kama hawa vijana wana visu mikononi? Joyce anasema niliwashangaa kwa kweli wale vijana walivyokuja. Walikuja kivingine kabisa. Joyce anaendelea kutusimulia, anasema nilishikwa na woga sana nilipoona wale watu wamevaa maski, tena walizidi kugonga mlango. Sasa ukumbuke kuwa hata mlango sikufungua, ila wale majambazi hawakujua hilo. Yaani ule mlango mimi siku ile niliegesha hivi, niliubana kidogo, lakini sikufunga vizuri. Wale majambazi hawakujua hilo. Walianza kupiga hatua na kufikia mlango, kisha wale majambazi wakawa wanagonga sasa ule mlango mimi nilikuwa sijafunga vizuri. Joyce anasema nilianza kutembea hivi taratibu na nikaenda nikaufunga mlango kwa ndani vizuri kabisa na nikarudi kwenye kitanda changu. Joyce anasema hapo kidogo nikawa na amani sasa, kwa sababu mara kwanza mlango niliuegesha. Joyce anaendelea kusema, anasema ule mlango ulikuwa ni mgumu sana. Hoteli ile ilikuwa ni ya kifahari, hivyo nilibaki na amani na nilijua hata wakivunja mlango watajulikana tu, kila kona kuna kamera. Joyce anaendelea kusimulia na kusema, sasa nikiwa nimekaa, mara ghafla hoteli yote taa zikazima. Joyce anasema yaani kifupi umeme ukakata kwenye ile hoteli. Moja kwa moja nikajua waliosababisha umeme kukata ni hawa majambazi. Joyce anaendelea kutusimulia, anasema ile hali nilihisi hali ngumu sana, kwa sababu hii hali ya kuzima umeme ilifanyika ili wapate kuniteka. Joyce anasema mapigo ya moyo yalikwenda mbio. Nilijikuta
nikajiuliza kwa nini dada ametangaza dau kubwa, maana kinachoniponza mimi ni kutangazwa kwa dau kubwa. Yani hatari kweli kweli. Joyce anasema nilianza kumwomba Mungu aniwekewe pesi, hali inazidi kuwa mbaya sana. Basi Joyce anazungumza, mlango likazidi kupigwa ki. Mpaka nikasema hii sasa hatari. Ulikuwa ni mlango unavunjwa sasa kwa nyundo, mpaka wakafanikisha kuvunja. Hapo nilianza kupiga kelele kuomba msaada, huku nikisema jamani wezi, huku wezi, jamani wezi huku. Joyce anasema ajabu ni kwamba watu hawakutokea, na hoteli nzima ilikuwa ina watu, lakini hakuna aliyejitokeza kabisa. Unajua, mpaka nilishikwa na hasira. Joyce anasema baada ya kuvunja mlango wakawasha tochi, walivyokuwa wanamulika ndani ile tochi, nami nilijificha chini ya kitanda. Joyce anasema walipomulika na kufunua kitanda, wakanitoa nje na kunifunika kitambaa mdomoni na kunifunga kamba mguuni na mikononi. Sasa Joyce anasema kipindi natolewa nje ajabu ni kwamba watu wote kwenye hoteli walikuwa wamelala fofofo, mpaka mlinzi naye alikuwa amelala moja kwa moja. Nilijiuliza, Joyce anasema nikajiuliza swali, nikasema huenda wamepuliziwa dawa hawa ya usingizi, maana wote walikuwa wamelala. Joyce anaendelea kutusimulia, anasema nilipotelewa nje, nikatupiwa kwenye gari na kupelekwa kusikojulikana. Kwa kuwa ulikuwa ni usiku, nilituliza wengi kwa kweli, nikakaa kama nimepigiliwa misumari kwenye gari. Joyce anasema nilitulia tuli kabisa. Basi nilifikishwa mahali, nikashushwa na kuingizwa ndani. Kwa kweli hapo nilijua huenda naenda kufa kabisa. Nilizidi kutetemeka kwa woga niliokuwa nao kwa kweli, na niliona kwamba hii ni hali nzito kweli kweli kwangu. Joyce anaendelea kutusimulia, anasema baada ya kufikishwa ndani, kijana mmoja akapiga simu na kusema, "Alo bosi, mzigo upo tayari hapa. Mzigo upo tayari. Njoo basi." Joyce anasema niliwaza sana, ina maana dada ndiyo bosi au kuna bosi mwingine? Nilijiuliza maswali. Nilikosa jibu kwa kweli. Joyce anaendelea kutusimulia, anasema nilikaa kama dakika 5 hivi kupita, kuna gari iliingia, gari nyeusi, na alishuka kijana mmoja mrefu wa makamo tu, mweusi. Ana weusi fulani hivi. Baada ya kufika akanifungua kitambaa, na wale vijana wakamkaribisha kwa kusema, karibu sana bosi. Tumempata dada uliyesema tukutafutie, karibu sana." Yule bosi akanitazama kisha akasema kuwaambia wale vijana walioniteka, okay, mmefanya vizuri sana, tena anafaa kabisa kwenye kazi yangu huyo. Aliposema hivyo yule bosi, nilibaki na mshangao kidogo. Joyce anasema kumbe vijana walioniteka si kwamba walitaka kunipeleka kwa dada, waliagizwa kutafuta binti wa kufanya biashara. Sasa ni biashara gani hiyo? Joyce anasema nilijiuliza maswali. Hapo nilibaki kwenye maswali tu kwenye ubongo wangu. Joyce anasema yule bosi akatoa briefcase yake, yani begi lake, na kufunua, kisha akasema kuwaambia wale vijana, nawapa pesa hizi, zipo dola 10,000, zitawasaidia kwa kazi nzuri mlioifanya. Imenifurahisha sana.
Joyce anaendelea kusema, wale vijana walifurahi sana, maana ni pesa nyingi sana. Ni pesa nyingi hizo kwa kweli. Na baada ya kuwapa zile pesa, akamaliza kwa kusema, yani kwa kuambia wale vijana, jamani, kama mnavyojua mimi ni dalali tu wa kutafuta wasichana. Hivyo kwa kuwa ni usiku, mumlinde huyu dada mpaka asubuhi. Ikifika asubuhi tu na kuja kumchukua. Muwe walinzi juu ya hili. Na ifikapo kesho nitakuja kuwaongeza pesa kama mtamlinda. Sawa jamani? Wote wakaitikia, wakasema hakuna tatizo bosi, hakuna tatizo bosi wetu. Yule bosi, Joyce anasema, alipoongea hivyo akaondoka zake na kuacha wale vijana pale wakinilinda, na sijui nalindwa kwa sababu gani. Joyce aliendelea kutusimulia na kutuambia, walinifunika na mashuka makubwa ili baridi lisiniathiri mpaka ilipofika saa 6 usiku. Hapo hali yangu ilikuwa mbaya sana. Chozi lilinitoka kwa hasira, maana kuja kwangu kwa dada kumekuwa ni adhabu kwangu. Joyce anaendelea kusema, hatari sana. Sasa ilipofika saa 6 usiku, wale vijana wote walipitiwa na usingizi. Akabaki kijana mmoja tu. Alipogundua wenzio wamelala, akainuka na kunifunika mdomo kwa nguvu kabisa. Yani cha ajabu, nikaona ananipanua mapaja yangu na kuanza kushusha nguo yangu ya ndani. Haikuishia hapo tu, akashika suruali yake na kuanza kufungua kisikizo na kufungua zipu ya suruali yake. Joyce anasema, hali hii ilinitisha kwa kweli. Niliogopa. Kijana yule alipovua suruali yake na kunitanua mapaja akitaka kunibaka. Hapo hata uwezo wa kupiga kelele sina tena, maana nimefunikwa na kitambaa kwenye mdomo wangu. Joyce anasema hivi, hata uwezo wa kupiga kelele sina kabisa. Muda huo kijana aliendelea kunipanua mapaja ili aweze kunibaka. Joyce anasema kwa kweli nilipata shida sana. Yani nilipata shida mbaya zaidi. Joyce anaendelea kusema, wale vijana wengine walikuwa wamelala kabisa. Na hawakuweza kunipa msaada kwa sababu walikuwa kwa usingizini. Sasa nikiwa nawaza namna gani ya kuwaamsha wale vijana wengine, yule kijana aliyetaka kunibaka akatoa kisu na kuniwekea shingoni. Joyce anasema kisha akaninong'oneza sikioni, akasema, sitaki ufurukute. Ukiniletea ugumu hapa tu na kuchinja. Haya, panua mapaja hayo. Kwa kweli Joyce anasema nilidata kweli, kwa sababu ilikuwa ni wakati mgumu sana kwangu. Joyce anasema yule kijana aliponipanua mapaja yangu akashusha chini ili azamishe mashine yake. Ghafla nilishangaa yule kijana ameanguka chini na povu lilianza kumtoka. Nilipotazama vizuri, kumbe alipigwa na chupa kichwani na kijana mwenzie yule. Kumbe mmoja hakuwa amelala, na baada ya kumpiga chupa mwenzie akaamsha wenzie wengine na kuwasimulia jinsi yule kijana alivyokuwa anataka kunibaka. Joyce anasema ilikuwa ni wakati mgumu kulikweli kwangu. Wale vijana walikaa makini sana na hakuna aliyelala kumbe yeyote yule mpaka asubuhi. Na ilipofika asubuhi, yule bosi alikuja kwa ajili ya kunichukua, maana walikubaliana wanilinde, asubuhi atakuja bosi kunichukua. Joyce anasema na kweli ilipofika asubuhi, bosi alitia timu pale na gari yake, kisha akashuka na kufungua buti ya gari, akatoa chupa ya chai
kitafunwa pale, kisha akasogea mpaka mahali nilipokuwa na akatoa amri nifunguliwe kamba ile, nipewe chai kwanza. Nami kwa kuwa nilishaingiwa na uoga, sikunywa ile chai kwanza. Nilikuwa na hasira sana, maana toka nije Dar es Salaam sina raha kabisa. Joyce anasema bosi alipoona nimekataa kunywa chai, akatoa amri nichukuliwe nipelekwe kwenye gari yake. Na kweli nilichukuliwa nikapelekwa kwenye gari ya bosi. Joyce anasema kwa macho yangu mawili nilipata kuona bosi akiwahesabia pesa wale vijana nyingine na kuingia kwenye gari, kisha akawasha gari na kuondoka. Joyce anasema wala sikujua yule bosi ananipeleka wapi. Nilijikuta tu napelekwa kama mzoga. Tulikwenda mpaka kwenye nyumba kubwa ilikuwa karibu na chuo. Hiyo nyumba ilikuwa karibu na chuo cha utalii. Joyce anasema mkabala na ofisi ya katibu tawala. Joyce anasema tulivyofika akafunguliwa geti na mfanyakazi wake na kuingia moja kwa moja mpaka ndani. Joyce anaendelea kutusimulia akisema bila kupoteza muda nikapelekwa kwenye chumba kimoja hivi. Nikavalishwa nguo nzuri sana na marashi mazuri sana, na baada ya kuvalishwa nguo bosi akanikaribisha kwa dada mmoja hivi, lakini nguo zile nilizovalishwa zilikuwa ni jezi zilizoandikwa kwamba maneno yafuatayo: a company selling women and men for sex at a low cost. Zile fulana nilizovalishwa jezi kama za hotelini hivi jezi, lakini ziliandikwa sentensi hiyo ya Kiingereza ikisema a company selling women and men for sex at a low cost. Sasa kwa kuwa hata shule sikwenda, Joyce anasema sikuweza kujua ina maana gani. Joyce anasema jezi zile zilikuwa ni sketi fupi na shati nyeupe. Sasa baada ya kukabidhishwa na bosi kwa yule dada, akanikaribisha kwa kusema karibu dada kwenye kampuni yetu, na kwa sasa nimeelezwa na bosi kuwa mshahara wako ni milioni 6, yaani shilingi milioni 6 za Kitanzania kwa mwezi. Karibu sana. Joyce anasema nilishangaa sana, milioni 6 da. Niliona hata dada asipojaliwa kunipata, kumbe nimepata ajira nzuri sana. Hata kwa dada huko hakuna sababu ya mimi kwenda. Nikamuuliza yule dada, samahani sana dada, hii kampuni inahusika na nini? Joyce anasema yule dada akanionyesha yale maneno yaliyoandikwa kwenye shati langu, yaliyoandikwa a company selling women and men for sex at a low cost. Nikamuuliza, unajua mimi sikwenda shule, haya maneno yana maana gani? Joyce anasema yule dada akanijibu, a company selling women and men for sex at a low cost ni kampuni inayouza wanawake na wanaume kwa ajili ya ngono kwa gharama nafuu. Joyce anasema nguvu ziliniishia kabisa, nikaanguka chini na kupoteza fahamu. Kumbe nimeletwa ili nifanye biashara ya kuuza ngono. Joyce anasema hapo ndipo nilidondoka na nikaanguka chini kabisa na nikapoteza fahamu. Ndugu mpenzi msikilizaji, hii simulizi ya Joyce ni simulizi moja nzuri sana. Lakini nisikuchoshe sana, ningependa tuendelee katika sehemu ya pili. Usikose kuendelea simulizi hii. Joyce baada ya kupoteza fahamu, nini kilitokea baada ya hapo? Nadhani
utakuwa wa kwanza kuangalia simulizi hii katika sehemu ya pili, ili tupate kujifunza sote kwa pamoja kwa haya mazito yaliyomtokea dada yetu Joyce. Asante kwa kunisikiliza. Mimi ni mwanasimulizi wako nijulikanaye kwa jina la Mengi aka Kisiki, ama unaweza ukaniita daktari wa mapenzi. Hivyo naomba ukliki button nyekundu iliyoandikwa subscribe, ulike na udondoshe comment zako. Asante kwa kunisikiliza. Karibu sana.